nina degree zangu 2 hapa, hizi hapa, tena nimefaulu vizuri sana. Lakini kila mahali ambapo nimeenda kuomba kazi, wanaomba kwanza wafanye tendo la ndoa na mimi ndio nipate kazi. Hii ni NHC TV. Naam, ni wakati mwingine tumekutana tena katika kujuzana yale maandiko matakatifu na meseji kubwa ambazo zimewekwa katika Biblia. Je, unatamani kuielewa Biblia kwa undani zaidi, ama unatamani kujifunza neno la Mungu kwa usahihi na kuona likibadilisha maisha yako? Karibu, langu jina ni Longina Rubes na hii ni NHC, chuo cha Biblia kutoka kanisa la The New Hope Church lililopo mkoani Kigoma. Hiki ni kipindi maalum kinachokuletea mafundisho ya kina, uchambuzi wa kweli wa maandiko matakatifu kwa kujibu maswali ambayo hayajawahi kuulizwa, au kama yaliwahi kuulizwa hayajawahi kujibiwa. Katika kipindi hiki tutafungua Biblia pamoja na kuchunguza ujumbe wa Mungu katika muktadha wake sahihi na kujifunza historia na maana ya maandiko na mafundisho yake, namna ya kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Biblia tunazo, je, tunaweza kuyaishi maandiko ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Kila siku jiunge nasi katika safari ya kukua katika maarifa ya neno la Mungu na kuimarika katika imani na kumjua Kristo kwa undani zaidi. Hii ni zaidi ya kujifunza Biblia, ni safari ya kubadilishwa na neno la Mungu. Tunakwenda kuungana na mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta kwa mujibu wa neno takatifu, ambaye anakwenda kukupitisha katika maandiko ambayo amekuandalia. Unakwenda kubadilika kiroho, unakwenda kubadilika kimwili. Hii ni NHC TV. Okay, sawa. Karibu tena mpendwa mtazamaji katika kipindi chetu cha leo katika chuo cha Yesu, ambacho hukuletea majibu ya maswali ambayo hayajawahi kuulizwa, au hata kama yamewahi kuulizwa basi hayajawahi kujibiwa. Leo tunalo swali muhimu sana ambalo linamhusu mwanamke mmoja anajulikana kwa jina la Vashti katika Biblia. Huyu mwanamama Vashti ni mmoja wa mama ambao wamepata tuhuma mbaya. Yani ukisikiliza wahubiri wengi wamemhubiri vibaya sana Vashti kulingana na tabia ambayo aliionyesha kwa mume wake. Na kwa kifupi ni kwamba Vashti amekuwa ni mfano mbaya, yani mfano wa wanawake wabaya. Yani akitolewa mwanamke ambaye ana tabia mbaya kwa mume wake, basi utachukuliwa mfano wa Vashti. Lakini sasa leo tunalo swali ambalo ni moja ya maswali magumu ambayo hajawahi kuulizwa na kama yameulizwa basi hajajibiwa. Swali hili litaenda hivi: kosa la Vashti lilikuwa nini mpaka anakuwa na hiyo tabia mbaya ambayo inajulikana dunia nzima? Kosa lake lilikuwa nini? Sasa ili tupate ubaya wa Vashti, ni kweli kwamba lazima tujue hili kosa lilikuwa ni kosa gani. Sasa mimi ngoja nikuchukue hatua kwa hatua, ndugu mtazamaji, tuweze kuangalia kosa na kwa nini huyu Vashti amekuwa mama wa kutolewa mfano kwa wanawake wenye tabia mbaya. Na ninaamini kwamba mpaka mwisho wa kipindi hiki utakuwa na mtazamo tofauti sana na huo ambao ulikuwa nao huku nyuma. Sikiliza, Biblia inatuambia hivi. Ngoja nikusomee kifungu hiki ambacho ndio kitatuongoza katika hii. Zamani za mfalme Ahasuero, naye huyu Ahasuero alimiliki toka bara Hindi mpaka Kushi, juu ya majimbo 100. Nasoma kitabu cha Esta sura ya 1 mstari wa 1. Siku zile mfalme Ahasuero alipoketi katika nchi ya enzi cha ufalme wake huko Sushani ngomeni, mwaka wa 3 wa kumiliki kwake, ikawa akafanya karamu na maakida wake wote na wajumbe wake wote na wakuu wa Wajemi na Waumedi, watu wenye cheo na maakida na majimbo, wakahudhuria mbele zake. Akawaonyesha utajiri
wa ufalme wake mtukufu, wa heshima wa enzi yake bora siku nyingi. Maana siku 180, hata siku hizo zilipotimia, mfalme akafanya karamu watu wote waliokuwapo huko Shushani ngomeni, wakubwa kwa wadogo, muda wa siku 7 katika behewa la bustani ya ngome ya mfalme. Sawa. Huo mstari wa 6 tunaweza tukaruka hayo mapazia twende kwenye mstari wa 7. Wa 7 wanasema kwamba wakanywea kileo hiyo siku ya 7, wakanywea kileo katika vyombo vya dhahabu, na vile vyombo vilikuwa mbalimbali, na divai tele na namna ya kifalme sawasawa na ukarimu wa mfalme. Kunywa kulikuwa kama kulivyoamriwa bila sharti, maana ndivyo mfalme alivyoagiza watumishi wa nyumbani, kila mtu afanye apendavyo. Tena Vashti Malkia naye akawafanyia karamu wanawake ndani ya nyumba ya mfalme ya kifalme Ahasuero. Hata siku ya 7 mfalme alipofurahi mvinyo wake, alipofurahiwa moyo wake kwa mvinyo, kwa divai, aliwaamuru Mehumani, Besati, Hebora, Bigatha, Agbatha, Bethari, Karakasi, wale wasimamizi wa nyumba 7 za mfalme waliodumu mbele za mfalme Ahasuero, wamlete Vashti Malkia mbele ya mfalme amevaa taji ya kifalme, ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Kifungu hiki ukikisoma haraka haraka kama tulivyokisoma, pengine unaweza usielewe vizuri, lakini sasa ngoja hebu twende hatua kwa hatua katika uchambuzi wa kile ambacho tumekisoma hapa, kwamba mfalme Ahasuero ambaye wakati ule alikuwa amemiliki huko Shushani ngomeni, aliwaalika maakida au viongozi wa mikoa. Hapa ilikuwa inaitwa wilaya zote, mikoa zote za chini. Hii mikoa ilikuwa inawasilisha nchi ambao alikuwa chini yake, akawaalika waje pale makao makuu, ili kusudi aje awaonyeshe utukufu wa utawala wake. Kumbuka hii ilikuwa ni world power, ilikuwa ni utawala wa dunia, si ndio? Huyu mfalme wa Ahasuero alikuwa kama ni mtawala wa dunia. Kwa hiyo sasa wale viongozi wote katika waliokuwa chini yake wakaja pale Shushani ngomeni ili awaonyeshe fahari yake. Biblia inasema kwamba walikaa pale wakiangalia hiyo fahari yake na huo uzuri na vitu alivyokuwa amevifanya kwa siku 180. Siku 180 sawa na miezi mingapi? Roughly ni kama miezi 6, si ndio? Kwa hiyo kwa muda wa miezi 6 hawa viongozi walikuwa wako pale wanaangalia utajiri, si ndio, na hadhi ya huyu bosi wao mfalme Ahasuero. Miezi 6 wanakula pale. Lakini Biblia hii inasema kwamba baada ya hii 180, siku 180, mfalme akafanya sherehe, sikukuu ya divai ya siku 7. Na hiyo pombe inaelezewa, au divai hiyo ilikuwa inaelezewa kwamba ya hadhi ya kifalme. Watu wakanywa pombe, wakapombeka kwa siku 7 mfululizo, wanakunywa pombe. Sasa Biblia hii inasema kwamba baada ile siku ya mwisho ya siku ya 7, watu wakiwa wamelewa, tena Biblia inamtaja kabisa na mfalme kwamba moyo wake ukiwa umefurahia hiyo mvinyo. Inatumia tu tafsida kwamba haikumwandika kwamba akiwa amelewa, lakini kama alikuwa amekufa amekunywa siku 7 na hawa wanywaji wenzake, na maana kwamba alikuwa amelewa. Biblia inatumia neno akiwa amefurahiwa mvinyo. Ndio akamkumbuka Vashti kwamba mke wangu ni mzuri, na ndipo sasa anawaita watu wale wafanyakazi wake ambao wanafanya kazi kwenye behewa la kutunza wale wake za mfalme, waende kumuita Vashti aje pale mbele ya mfalme. Sasa nikuulize swali kwamba, ndugu msikilizaji, kwa nini aliitwa Vashti?
ili aje afanye nini? Aliitwa ili aje afanye nini? Biblia inasema wazi hapa, aliitwa kuja kuonyesha uzuri wake. Uzuri wake, uzuri wake, uzuri wa Vashti uonyeshwe baada ya siku 180, alafu baada ya siku 7 za walevi waliopombeka siku 7, ndio waje waangalie uzuri wa Vashti. Mlevi huwa anaona uzuri. Mlevi kwanza mtu ambaye amelewa, acha wa siku 7, wa masaa 7 tu, akimwona bibi kikongwe yeye anamuona kama ndo msichana. Bibi kikongwe kabisa, mlevi atamuona ndio msichana. Mlevi anaweza kufanya kitu chochote wakati wowote, kwa sababu wakati ule anakuwa hajielewi na hajitambui. Kuna mambo fulani ambayo hayajitambui. Lakini sasa maswali yangu yanakuwa ni hivi kwamba, je, huyu mfalme Ahasuero kama alikuwa anamuona mke wake ni mzuri na anajua thamani ya uzuri wa mke wake, ndani ya zile siku 180 hakupata nafasi ya kumweka pale akamchomeka angalau, ili hawa waheshimiwa waone vizuri ule uzuri wake ambao alikuwa anaulingia? Ndani ya zile siku 180 hapakuwa na gap ambalo angemchomeka pale Vashti, ili kusudi aonyeshe au afanye stage show. Manake hii aliyokuwa ameitiwa Vashti hapa inaonekana ilikuwa ni kuja kufanya show kwa walevi. Hebu tembea kidogo, tembea mbele hatua 5, geuka huku. Anawaambia, vipi waheshimiwa, mnaonaje hapo? Mnaonaje hapo? Hebu geuka na huku, onyesha na nani reception. Hebu angalia reception, tabasamu kidogo. Nafikiri ndio walikuwa wanataka. Sasa kwa walevi ile ilikuwa ni kitu ambacho mimi naona kwanza kilikuwa kinahatarisha maisha yao wenyewe wale watazamaji, kwa sababu walevi hawana behavior, hawana adabu. Wangeweza kumtomasa yule mama kwa sababu ya pombe zao, na kosa kama hilo lilikuwa ni kukatwa kichwa pale pale. Ukimgusa tu Marikia ilikuwa ni kukatwa shingo hapo katika kichwa. Lakini ndani ya zile siku 7 ambazo sasa ndo zilikuwa za ulevi, siku ya kwanza Vashti hayumo. Watu hawajalewa sana pengine. Siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, paka siku ya 7 watu walimelewa sana. Sasa wako chakali, ndio uzuri wa Vashti unataka uonyeshe mbele ya wale. Hapana. Hata mimi nasema hapana. Nafikiri hata wewe ungesema hapana. Kama mume wangu hawezi kunithamini, kunifanya, kunionyesha kwamba mimi ni wa thamani katika vipaumbele vyake, ninakuwa ndio wa mwisho, tena kwa watu ambao wanakuwa tayari wamepoteza kumbukumbu, naonekana kwamba mimi sina thamani. Kwa hiyo mimi kwa upande huu au kwa maana hii, mimi na side moja kwa moja na Vashti, kwamba Vashti alisimama kama mwanamke ambaye alikataa udhalilishwaji. Pale ilikuwa sio kwenda kuonyesha uzuri wala nini. Pale kulikuwa na aina fulani ya udhalilishwaji. Kwenda kuonyesha show kwa walevi ni udhalilishwaji. Na ndio hapo tunaona hiyo integrity, tunaona hiyo msimamo wa Vashti unakuwa ni wa thamani sana, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa yuko tayari. Usije ukaniambia kwamba Vashti hakujua matokeo yake yatakuwa nini, kukataa kwenda kusimama mbele ya mfalme. Alijua anafukuzwa. Alijua kitakachompata, kwamba mfalme hatafurahi, lakini alikataa. Kwa nini? Msimamo wa kukataa kudhalilishwa. Kuna watu wengi leo wako tayari kukubali kudhalilishwa ili abaki na cheo. Vashti alikuwa yuko tayari kudhalilishwa, lakini si ndio? Alikuwa hayuko tayari kudhalilishwa, japo kuwa alijua kwamba cheo chake atakipoteza. Cheo hakikuwa cha thamani kwa Vashti. Cheo hakikuwa kitu cha kung'ang'ania kwa Vashti, kwa gharama ya kudhalilishwa. Sasa ndio hapo unaona kwamba leo hatuna mavashti wengi.
watu mabinti wapo wanaweza kukubali kudhalilishwa. Mtoto wa shule anapata mimba kwa sababu amedhalilishwa kwa sababu ya chips. Pata mimba kwa sababu ya chips. Wapo wanakubali kudhalilishwa ili apate kazi. Nilikutana na binti mmoja ambaye alinionyesha vyeti. Nilihubiri mahali fulani somo linalofanana na hili. Akanionyesha, alivyotoka pale akanionyesha vyeti vyake. Alikuwa na degree 2 kutoka chuo kimoja wapo hapa Tanzania, vyuo vikuu vile degree. Ananiambia, pastor, kile ulichokihubiri mimi kimenitokea kweli. Nina degree zangu 2 hapa, hizi hapa, tena nimefaulu vizuri sana. Lakini kila mahali ambapo nimeenda kuomba kazi, wanaomba kwanza wafanye tendo la ndoa na mimi ndio nipate kazi. Mimi nikamwambia, komaa hivyo hivyo, wala usikubali kudhalilishwa ili upate kazi. Kuna watu wengi wamekubali kudhalilika, lakini ili aende kwenye abaki na cheo fulani, abaki na status fulani, lakini ambayo ameipata kwa kudhalilishwa. Wengine wamefaulu mitihani, wengine ni madaktari, kwa kudhalilishwa, kwa kuibiwa mtihani, kwa kuibiwa kitu fulani, kwa kupata position fulani, wamezipata kwa kudhalilishwa. Vashti alikataa kudhalilishwa, aligoma kudhalilishwa, na akabaki katika msimamo ambao kweli ulimsababisha apoteze cheo chake cha umarikia, lakini akiwa hajadhalilika mbele za watu. Tungeweza kupata akina Vashti hata leo. Ina maana kwamba leo tungepata madaktari sahihi, wale ambao wamekwenda kwenye nafasi za udaktari sio kwa kudhalilika. Tungepata walimu wazuri, wale ambao wamepata vyeti vyao sio kwa kudhalilika. Tungepata wafanyakazi bora wazuri ambao wamepata sio kwa kudhalilika. Lakini unaweza kukuta kwamba hatuna mavashti wengi leo, kwa sababu unaweza kukuta kwamba wengi wanapata position zao kwa sababu wamekubali kudhalilishwa. Sasa basi, kitu gani ambacho kinaonekana kuna faida kwa Vashti? Vashti, msimamo wa Vashti ni mzuri sana kwa sababu ya kitu kimoja. Msimamo wake uliweza kusababisha pia wana wa Israeli waokoke. Kumbuka kwamba kulikuwa na agizo, lilikuwa limeshatoka agizo la wana wa Israeli kwamba wauawe, wachinjwe. Tuko pamoja? Walikuwa wameshawewe. Kwa hiyo ina maana kwamba tungekuwa na Vashti mbumbumbu, tungekuwa na Vashti ambaye hana msimamo, wana wa Israeli wangekufa. Kwa nini? Kwa sababu angekubali kudhalilishwa, na basi angeendelea kukaa pale ikulu, na kwa hiyo wana wa Israeli wangekufa, wangechinjwa wote. Tuko wewe. Lakini msimamo wa Vashti ulimtoa Vashti ili kusudi aingie Esther, na Esther aje awakomboe wana wa Israeli. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo unapokuwa na watu ambao wana msimamo wa kivashti, ambao hawataki kule, lazima wataleta ukombozi katika nchi. Lazima watatengeneza mazingira ya kuacha nafasi ambayo italeta mafanikio katika nchi, italeta ustawi katika jamii, italeta vitu vizuri katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu una watu wana msimamo. Kukosa msimamo kunasababisha tunapata wadhalilishaji, na ndio maana tunaweza tukaangamia au kuteketea kabisa. Mungu akubariki sana. Hii ni NHC TV. Wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hii ilikuwa ni tamati ya neno la Mungu ambalo tumetoka kulisikiliza kutoka kwa mtumishi hapa ambaye umeweza kumsikia. Natumaini kwamba umeweza kujazwa na umeweza kupokea yale ambayo ulikuwa ukitamani kuyapokea, yale ambayo umekuwa ukitamani kuyasikia katika maisha yako. Jina langu ni Longina Rubens, ambaye nimekuwa na wewe tokea mwanzo mpaka hivi ambavyo tunakwenda kutamatisha kipindi chetu. Lakini pia na kwenda kukutajia nambari za simu hapa
hapa ambazo zitakuwezesha wewe ambao ulikuwa ukitutizama, wewe ambao ulikuwa ukitusikiliza, uweze kutuma maoni yako, uweze kuuliza maswali yako ambayo maybe hujawahi kujibiwa hapo nyuma kupitia nambari za simu 0745024596 ama unaweza kupiga 0621955100. Lakini pia tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii kama NHC TV, Instagram, YouTube, Facebook pamoja na mtandao pendwa wa TikTok. Kipindi hiki cha Chuo cha Biblia kimeandaliwa na kanisa la The New Hope Church kutoka mkoani Kigoma chini ya Baba Askofu Josephat Charles Njige. Kanisa hili lipo Buhanda Businde mkoani Kigoma. Fika pale kwa ajili ya kujipatia huduma, fika pale kwa ajili ya kukombolewa. Mimi ni Longina Rubens na kuacha hivyo, tutakutana wakati mwingine. Binti Sayuni ndo ninaondoka. Hii ni NHC TV.